Sema Bwana Yesu, nachagua leo kuyafanya mapenzi yako. Ninahitaji, nina hamu, ninatamani, ninapenda nifanye mapenzi yako. Roho Mtakatifu, nifundishe kuanzia sasa hivi kuyafanya mapenzi ya Mungu katika maisha yangu yote. Akili yangu, pokea neno hili. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 29. Asante Yesu, nalipanda hili neno ndani ya fahamu za watu hawa na mioyo yao. Tukubaliane na hili neno siku ya leo katika jina la Yesu. Mbegu hii na adui una mamlaka kuichukua. Watafute mapenzi yako, kukaa na wewe muda wa kutosha. Yesu wakusikie, wakupende, na hasa kipindi hiki cha siku 40 kabla ya Pentekoste, wakusikie unaongea nao, ukijifunua kwao, wakijua ni nini ulichowaambia tangu ulipoweka hii amana ndani yao ya wokovu, waweze kutembea katika hilo kusudi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Asante Yesu. Tuingie kwenye somo. Leo nitafundisha aina 3 za akili, lakini nitafundisha 2 tu ambazo utaweza ukashika na ukafanyia kazi kwa leo. Tuliona kwamba umuhimu wa akili. Kwa nini akili ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu? Jana tuliongea umuhimu wa akili, kwa sababu ndio sehemu kubwa kabisa au kituo kikubwa kabisa cha mawasiliano katika mwanadamu. Ndio maana ni muhimu. Ndio maana hata watu wakichanganyikiwa, watu wanakazana kuwapeleka Muhimbili au Dodoma. Mtu akivurugikiwa, watu wanakazana kumrudisha, kwa sababu bila ufahamu wa kawaida tu, achana na mambo ya kawaida ya kiroho, akili watu wanatambua ni kitu cha pekee sana katika maisha ya mtu. Jana nikasema ni zawadi, ni kitu ambacho Mungu amekuumbia, unakuja nacho. Kitu cha kwanza anachoingia nacho ndani ya tumbo la mama mwanadamu ni ufahamu wake, ni akili yake, na anapokea vitu tangu siku ya kwanza kabisa, kwa sababu ya akili yake ilivyo na uwezo. Ni nguvu ya ajabu ambayo watu wengi hawaifahamu, lakini wangefahamu wasingekubali akili hizi ziweze kusumbuliwa. Kwa hiyo tunapoongelea akili katika mafundisho ya kiroho, tunaongelea aina 3 za akili. Kuna siku niliwaambia kuna aina 2 tu za akili: akili ya kishetani na akili ya kimungu. Lakini baadaye kutokana na mafundisho ikazaliwa akili ya 3. Haieleweki ni ya kishetani au ni ya kimungu, kutokana na wataalamu na uchunguzi wa mambo. Kwa hiyo nitawafundisha aina hizi 3 za akili. Akili zipo aina 3. Akili iliyo gizani tunaita aina ya kwanza ni akili iliyo gizani, ungenerated mind. Ungenerated mind, akili iliyo gizani, iko hapa ubaoni, ndio hii hapa. Jana niliwaambia akili hii inapokea vitu kutoka duniani, kutoka mwilini, kutoka kwa shetani, kutoka kwa mambo yaliyopita. Roho ya binadamu haina chochote, ipo tu, ina mamizimu, ina maroho ya ajabu. Kwa hiyo akili inapokea vile vitu, na hivyo vitu vinatengeneza kitu tunachoita tabia. Kwa hiyo unakuwa mlevi, mzinzi, muhuni, mvivu, kutokana na vyanzo vya akili ya kishetani. Na huyu mtu tunamuita amepagawa, is possessed, anamilikiwa, hawezi kuamua chochote mwenyewe, amevurugwa. Wanasema Kiswahili cha siku hizi akili hivyo, yani imechakazwa. Kwa hiyo jamaa anaingia na kutoka, ni parallel, yani imekaa hapo yenyewe, inapokea tu, haiwezi kuresist, haiwezi kupingana na chochote. Na ndipo wengi wetu tulikotokea kabla kumpa Yesu maisha.
Yakija ya mwilini unatimiza, yakija ya duniani unatimiza. Na uwezo wa kulaghai, kuuza mwili wako upate hela. Kwa nini? Kwa sababu akili yenyewe inakubaliana na kila kitu, na hiyo tunaita akili ya kidunia, ndani ya akili iliyo gizani au akili ya kishetani, ungenerated mind kwa Kiingereza. Aina ya pili ya akili iliyofanyika upya lakini iko nusu nusu. Akili iliyofanyika upya lakini iko nusu nusu. The enlightened mind but double minded. Akili iliyofanyika upya, yes, akili iliyofanyika upya lakini iko nusu nusu. Akili iliyofanyika upya hii angalau iko tofauti kidogo. Akili iko hapa. Hii mistari ambayo ndio tunaita ni mapendekezo, na hii mistari ni mamlaka, kitu kinachomiliki akili ya mtu. Hiyo mistari inawakilisha aina ya mambo yanayomiliki maisha ya mtu. Ili mamlaka yaweze kutenda kazi, ni lazima pendekezo litangulie, nawaambia huko mbele. Kwa hiyo kuna hii akili ya aina ya pili iliyofanyika upya lakini iko nusu nusu. Saa nyingine inapokea mapendekezo duniani, na inapopokea yale mapendekezo, mamlaka inafanya kazi ya kidunia kwenye hiyo akili. Ndio hapo mtu anaanza kutamani, anapoteza kabisa hata muda wake kwa ajili ya kutafuta mambo ya dunia hii. Siku moja rafiki yangu alinitembelea nyumbani hapo ninakoishi. Ananiambia, bwana, biashara matikiti siku hizi ni nzuri mdogo wangu. Kumbe na shamba lake la kufanya la kutengeneza matunda. Kanipa mawazo, nikapokea jinsi alivyo pendekezo. Hata sikuenda kwa Mungu na uwezo, nikakazana, natumia hela kutosha kama milioni 7, nikatengeneza bustani ya matikiti. Nilipotengeneza ile bustani vizuri, maji nikachukua kwa jirani, nikapata kweli matikiti makubwa mazuri, nikaweka na kwenye simu, kauza vizuri sana. Sasa siku ya kuvuna nikaangukia Jumapili, sababu yanapasuka. Alafu nikasahau pia nilikuwa na huduma Moshi Jumatatu, ile siku ya Jumatatu ya kesho yake nilikuwa na huduma, nimeandaliwa muda mrefu, nikasahau kwenye akili. Mimi akili ikazama kwenye matikiti. Kwa hiyo Jumapili sikuenda kanisani, navuna matikiti. Eneo lenyewe ni kubwa, karibu ile eneo. Kwa hiyo narundika, nafurahia rundika. Saa 4 hivi nimevuna vya kutosha, na vijana wa kazi nikapigiwa simu, bwana, unakumbuka ile semina ya kesho? Nikasema ndio nashtuka. Naambia, unashtuka nini bwana, tunakusubiri na imesha watu wameandaliwa. Nikamwambia sawa, lakini siwezi kuja leo, tutakuja kesho. Akasema hata kama ni ndege katafute uje, sisi tutakutegemea leo. Ilikuwa kazi, kila kitu kikavurugika, sielewi niende mbele wala nyuma, mambo yameingiliwa. Nilipokea wazo zuri kutoka kwa mambo ya kujikimu kiuchumi hapa duniani, biashara nzuri, na nikafanya effort, lakini lile pendekezo likatengeneza kitu kinachoitwa mamlaka kwenye akili yangu kunimiliki, tofauti na kile Mungu alichokuwa ameshapanga. Ndugu zanguni, kwa sababu Roho Mtakatifu ananipenda, mpaka saa 10 ndio namaliza, nikaja na sai. Mungu ni wajabu sana. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, nenda moja kwa moja Kibaha, utakuta gari na kusubiri pale, nenda Tanga, lala Tanga, alfajiri amka, nenda Moshi, sababu naanza huduma saa 8. Kweli bwana, nikaenda pale Kibaha, nikakuta raha leo, buti ya nyuma imefunguka. Kwa hiyo maaskari wamewakamatia pale kwamba mizigo ya watu ingeanguka ingekuwaje. Wanasumbuliwa mpaka mteule afike. Kufika pale nikaingia kwenye, nikawauliza, jamani, kuna siti huko? Akasema kuna siti moja imebaki kule mwisho. Kila kule mwisho nikajua ni mimi. Nikakaa pale, basi wakaambiwa funga buti nendeni. Nikaondoka, nikafika Tanga saa 3 za usiku.
Nikalala asubuhi, nikapanda Praise, nikaenda Moshi, nikafika saa 5, saa 8 nikaanza huduma kama kawaida. Huduma ilikuwa ngumu lakini yenye upako. Saa zote nawaza matikiti yangu, yani yamejaa kwenye akili, upako mkubwa, watu wanapokea, lakini hapa kwenye ufahamu matikiti. Kijana ananipigia, mzee ameoza 200. Nasema mama yangu Yesu, yani ilinitesa na kuambia matikiti ambayo ningepata karibu milioni 4, nikapata milioni 1.8. Ameoza, kuna usimamizi. Nilishika adabu na waambia, shika adabu. Pendekezo ni zuri, lakini lazima uwe makini juu ya double minded people. Na hapa ndipo ambapo wakarismatic wengi, nataka tukiangalia kitu, wengi tumejichimbia hapo. Namshukuru Mungu aliye hai, alinipa nafasi niongee na ninyi. Ukombozi wenu uko mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Hii ni lazima ifutike, ni lazima tutoke hapo, tuende hatua nyingine muhimu. Hapa wengi wamekamata, si wahudumu, si walio wachanga, si walio wamekomaa. Na mtajua, kwa sababu kuna maswali nitawauliza na utafurahia sana. Sio swali la kukomoa, swali la mafanikio. Kwa hiyo aina ya pili tunaita akili iliyofanyika upya, akili ya mtu ambaye amemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi maisha yake, lakini iko nusu nusu. Inapokea mapendekezo, yanaruhusu yale mapendekezo, na yale mapendekezo ni mazuri kabisa, lakini yanakuwa mamlaka, huwezi kujitoa, yanafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana. Unahitaji kusoma. Mwaka 96 nilikuwa kwenye shule ya Agape. Nilikuwa shule hapo Agape ya mwezi 1.5, ndio Agape inaanza. Nikaenda kwenye ukimya asubuhi. Ile nimeingia kwenye ukimya, nimekaa, nikaona malaika wawili wakubwa. Nini watu malaika ni wakubwa, ni majitu, yanatisha. Si kama jinsi ambavyo tunaona vipicha picha vimechorwa, yani ni majitu yenye mamsuli ya ajabu sana. Alisimama huko, nimefumba macho. Mimi nikiona maono huwa sifumbui macho, nataka nione sawa sawa. Yamesimama hivi, alisimama na baba yake nyuma, angalia tu, kaona huko mmoja huko, kafurahia kwamba kuna viumbe wamekuja haraka sana wakati ninasali. Haikupita muda, wakati huo sina uwezo mkubwa wa kupokea mistari ya Biblia kwenye kichwa kukumbuka au kuelewa imeandikwa wapi. Ikaandikwa tu kwenye akili yangu 32 Zaburi mstari wa 8. Nikafungua macho, nikaangalia neno, achana na malaika, sababu neno lina nguvu kuliko hawa jamaa pia. Nikaangalia lile neno, nikakuta linasema, nitakufundisha, nitakushika sijui kwa mkono wangu, nitakushauri na nitakuonyesha sijui njia kupita. Yameandikwa maneno mazuri sana. Nikaruka pale, nikaachana na ukimya, kwa sababu nilikuwa natamani kwenda form 5. Yaani unajua Mungu Bwana anatuvumilia, anatutoa mbali. Na kila siku nimemaliza form 4, kwa hiyo nataka niende form 5, form 6, ili ninapohubiri niwe na uelewa fulani zaidi tofauti na form 4. Kwa hiyo nikafurahi, nikaona kabisa narudi shuleni. Ndio maana Mungu ameniambia hivi. Basi sikuelewa, nikaendelea. Mwaka uliofuata akanipa chuo cha kiroho, nikaenda huko. Yaani akanipeleka mpaka kuja kutambua kumbe ni mambo ya kiroho, si mambo ya dunia hii. Ilikuwa kazi. Siku nyingine unaota huko shuleni umevaa kaptura, nguo nyeupe, shati. Sasa ndio kilichojaza akili yako. Na kutoka pale, ndugu zangu, nilipata upenyo wa ajabu sana baada ya kutambua kwamba double minded ni hatari sana, ndugu zangu. Imeua wengi na wengi wameacha njia kwa sababu hiyo. Watu uzembo, unataka kufanana na mambo ya dunia hii, unataka sijui kupata nini kwa sababu mwenzako anacho. Hiyo wengi wamepoteza network, lakini Mungu ni mwema, atakusaidia. Aina ya tatu ya akili ni akili iliyofanyika upya kabisa, inaitwa regenerated mind, iliyopata asili mpya takatifu kutoka kwa Mungu. Akili iliyofanyika upya kabisa, na kwa Kiingereza tunaita regenerated mind, iliyopata asili mpya takatifu kutoka kwa Mungu, au kwa maneno mengine tunaweza kusema akili ya Kristo mwenyewe.
ndani ya mwamini, ndani ya mtu aliyemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo kuna hizi aina tatu za akili ambazo ukiweza kuzitambua au ukitambua una aina gani ya akili kati ya hizo tatu, utakuwa ni mojawapo au ni nusu ya ushindi wa maisha yako ya wokovu. Kama una ile akili ya kwanza ya kishetani, kila kitu kiko parallel, hakuna kinachokutana na kingine, hiki kinakuja kikiingiza programu yake, ndio akili inafanya inatembea nacho, hiki kikija kikiingiza programu yake, pendekezo lake kwenye akili, ndio akili inapokea na inatembea nacho. Hii tunaita aina ya kwanza ya akili. Basi ujue kwamba unamhitaji Yesu uweze kuingia kwenye ile hatua ya pili ya kuweza kufanywa upya, kutakaswa upya ufahamu wetu. Ndugu zanguni, ukijaribu kuangalia Biblia au kusoma maandiko, kati ya vitu ambavyo Yesu alivikomboa ni katika maisha yetu kwa kiwango kikubwa sana ni akili zetu. Alijua akili ya mwanadamu imeharibiwa na shetani. Kati ya vitu anavyovimiliki kwa kiwango kikubwa ni akili za watu kuliko hata moyo wako, kwa sababu akili yako ina uwezo wa ajabu wa kufanya vitu bila hata kumtegemea Mungu. Moyo wako hauna uwezo fulani, wenyewe unasubiri tu upelekewe, ni kama ulishwe na akili yako. Na kwa namna moja au nyingine, ama mafundisho hawafundishi, tunafundisha sana juu ya moyo, na hata Biblia inasema ulike sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho, lakini usikii sana. Na hii wakati mwingine ni upotevu tu wa adui, ili tusiangalie kwenye ile eneo nyeti, eneo muhimu, eneo la pekee sana. Turudi sasa kwenye akili ya kwanza. Kwa hiyo tunaona hapa kuna aina ya kwanza. Tunaingia sasa kwenye tafakari au kwenye somo halisi la juu ya akili ya kwanza. Unaweza ukapandisha juu kidogo, kuna mistari fulani pale ningependa waione, ni muhimu sana. Sijui umeiweka? Okay, fine. Sasa kama unachora, ningeomba uchore mistari fulani hapa chini ya daftari lako. Kama unachora hivi kitu, chora mistari doti, alafu uweke mshale, alafu chora mstari kabisa na uweke mshale. Ni muhimu sana hiyo kitu kama unachora. Kwa hiyo tunaona kuna Mungu yuko pale ile jedwali la juu kabisa. Nilisema jana pia akili zetu hata ziwe mbovu kiasi gani zinapokea pia mawasiliano kutoka kwa Mungu, na ndio maana huko hapa. Kama si Mungu aliingilia kati juu ya mwili wako, juu ya shetani, dunia, juu ya roho yako ya kibinadamu, juu ya mambo yaliyopita, leo hii usinge kama mahali hapa. Kwa hiyo yupo Mungu pia, na ningependa, hii ni picha ya kibinadamu, sio hasa kitu halisi. Hii ni kufundishana. Hii picha maana yake haya mambo yako ndani yako, sio Mungu yuko huko pembeni. Mungu yuko ndani yako, haya mambo ya kidunia yako ndani yako. Naongea na mtu ambaye amebeba hivi vitu. Kwa hiyo kama umebeba hivi vitu, hivi vitu viko ndani yako, vinachangia sana akili yako kuwa kama jinsi ilivyo, kwa sababu ya hivi vyanzo 6 vya mawasiliano kwa ajili ya kupeleka taarifa kwenye akili yako. Maandishi, okay. Jedwali la kwanza, andika mwili. Jedwali la kwanza, mwili. Jedwali la kwanza linaitwa mwili. Jedwali linalofuata shetani. Hajapanga katika utaratibu jinsi nilivyofundisha jana, lakini ni vitu hivyo. Shetani, jana niliwaambia shetani anaingilia kati ufahamu wako katika njia 3: pendekezo, ushauri na kutawala. Kwa wale waliokuwepo, anapendekeza au anatoa ushauri, anaingilia kati na anadominate au anamiliki ufahamu wako. Ndio kazi ya shetani kwenye akili yako. Na jedwali la 3 ni dunia. Jana tuliongelea kwamba akili zetu zinapokea mambo mengi sana kutoka duniani, na jedwali ambalo liko tupu
ambalo limechorwa mstari ni roho ya binadamu. Tumesema roho ya binadamu ambayo haijakombolewa inapokea taarifa kwenye roho nyingine, roho za kidunia, mamizimu, mapepo, majini, maruhani. Na hasa kama unapata taarifa mbalimbali kutoka katika maeneo ambayo sio ya kimungu, basi roho yako, kwa sababu roho zinawasiliana katika roho, zinamiliki mwili wako, mambo yanakuwa tofauti sana. Na katikati ndio akili yenyewe, na hili ndio gari la mwisho, ni yaliyopita, mambo yaliyopita yaliyojaza historia ya mambo fulani fulani katika maisha yako. Huo mstari uliopigwa hapo katikati, maana yake bado kuna matukio ya maishani mwako. Sio kwamba matukio yote yameshapita, kuna bado mengine yanaendelea, utapokea zaidi kwenye akili yako. Kwa hiyo kama una uwezo kiamiliki, basi anaendelea kutenda kazi. Na jedwali lingine ambalo tumechora pembeni ni Mungu mwenyewe ambaye pia anatoa, anawasiliana na akili yako. Sasa hii akili ya kwanza nimesema ni akili ambayo ipo tu, yaani haina mwingiliano, yenyewe imejikalia yenyewe, inapokea chochote, inaitendea kazi chochote. Mwili ukipeleka programu zake, ili inapokea, inalazimisha mwili utende. Roho yako ikipokea maroho ya kuzimu, ndio maana kuna mambo ya deliverance. Ndio maana wengine wanasumbuka na majinamizi usiku, kwa sababu wanamilikiwa na hizo roho kwenye roho zao. Akili inapokea, na akili inapopokea, basi mtu anakuwa affected, anakuwa ameathirika, na matokeo yake ndio basi tunaona kupagawa huko, kufanywa nini. Kwa hiyo ni akili iliyooza, ni akili inamhitaji Mungu peke yake, na wengi tumetokea mahali hapa. Akili ambayo kweli isipokombolewa, shetani anaitumia vizuri sana. Ndio akili akili ikichoka haya mambo ya kawaida, inaamua kuingia kwenye kumilikiwa kabisa na huyu mwovu. Ndio tunapata Freemason, Illuminati, haya sijui mavitu gani. Watu hawa wanauza kabisa utashi wao, akili zao kwa yule mwovu, ili wapate utajiri wa dunia hii, na hawa watu basi wanakuwa wamejisalimisha kwa yule mwovu kama mungu wao. Yaani akili ambayo inahitaji maombi. Kama wako ndugu kama katika familia yenu, na Mungu yupo na uwezo wa kutenda kitu katika hii akili. Pendekezo likikataliwa linabaki kuwa pendekezo. Pendekezo likikataliwa, yaani kwa mfano, huyu mtu kwa neema ya Mungu, pamoja na kwamba akili yake inamilikiwa na adui, anafika mahali anachoka, anaona hivi vitu vimenichosha. Kuna wakati fulani mimi kama nilivyoambia, nilikuwa nafanya biashara Dodoma. Alipomaliza form 4 nikaja Dar es Salaam mwaka 90, kaanza kuwaza nitaka kusomea mambo ya baharini, mambo ya meli. Nimesoma mashtaki niko kule Polish, kwa hiyo nitaka kuwa baharia. Nikaja Dar es Salaam, kuna babangu mdogo. Sasa kama tunasubiri matokeo, nikasema nifanye kitu. Ile nasema nifanye kitu, nikapata hela za kutosha. Kwa hiyo nikaachana na masomo na mambo ya kwenye biashara. Nikiwa na biashara, nikiwa na pesa, nitafanya kila kitu. Kwa hiyo akili yangu ilivyonituma, kwa hiyo nikaanza kufanya biashara kwa bidii. Nilipokuwa nafanya biashara, nikakumbuka siku moja nikiwa Dodoma, maisha ya ovyo ndugu zangu, ya ovyo. Yaani naishi maisha jana, miaka 24, jiona kama yani dunia ni ya kwangu, pesa nyingi. Yaani siendi kanisani, eti nasema nitalipiza. Kwa mfano nikosa Jumapili, nitaenda Jumanne. Yaani najipangia mwenyewe mambo. Uzinzi huo, mambo ya ajabu sana, kutisha. Kueleza hapa kweli Mungu anamtoa mtu mbali. Sasa nikawa wakati wa Kwaresma, nikiwa kanisani, injili ikasoma ile Marko sura ya 1 mstari wa 40 mpaka 42, kwamba yule mkoma alimwendea Yesu akamwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akamwambia, akanyosha mkono wake akamwambia, nataka takasika. Wakati nimesoma ile injili, kwenye akili yangu nikaona kitu kama moyo kimechorwa, lakini kina magonda na ukungu fulani kama ukoma. Kwa sababu baada ya injili kusoma, nikawa na tafakari, sasa injili ina maana gani? Mkatoliki kwa sio charismatic, na wazi yani niko tu kanisani, sina Biblia. Akili yangu ilipokea kwa ajabu sana. Nikasikia sauti inaniambia, moyo wako
unaukoma kama jinsi ambavyo neno lilivyosoma. Kushtuka, nikasema sasa nifanye nini? Nauliza mwenyewe ndani ya nafsi yangu. Nasikia sauti inaniambia, Kwaresma hii unapoenda kukomunika, mwambie Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Namjua Yesu wa Ekaristi, na kweli Kwaresma ile yote naenda pale, wakati pale na naambia mwili wa Kristo, na huku nasali kimoyomoyo, unaweza kunitakasa. Namwambia Yesu. Tulikuwa tunagongana na padri kweli kweli, huku nasali, huku namwambia maneno. Mpaka ile Kwaresma ilipoisha, angalau nikaona tofauti, nikapunguza baadhi ya madhambi. Sasa ikatokea bado naendelea na shughuli, hasa dhambi moja mbaya sana. Siku hiyo sasa nimeshapata neema hivi ya neno la Mungu, nikaenda kwa padri nikamwambia, Bwana, hii dhambi narudia mara kwa mara, nisaidie niweze kuachana nayo. Akaniambia, ona kama una dhambi 10, kwa hiyo kwa mwezi mzima anza na hii moja, alafu hizo nyingine 9 baada ya miezi mingine. Kwa hiyo una miezi 9 ya kupambana na dhambi. Nikarudi nyumbani, nasikia sauti inaniambia, sasa ukifa katikati ya hii miezi, hizi 9 ndio zitakutumbukiza huko kuzimu kabisa. Kwa nini usiache zote? Yaani nimefuata, alafu kumbe alikuwa charismatic bwana. Kwa hiyo nikaamua kwamba sitatenda tena uovu, na hapo nikapata neema kuingia charismatic. Namshukuru Mungu kwa kweli, mpaka leo namshukuru sana. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka niwaambie kwamba haya mapendekezo yanaweza kukataliwa kwa neema ya Mungu, pamoja na uovu wetu na uozo wetu. Sina muda wa kueleza historia yangu, nimefanya mambo ya kutisha sana, kutisha. Namshukuru Mungu, lakini kwa neema yake kubwa mimi nilifanywa deliverance na mapadri 4 wa charismatic wa nguvu, wengine kutoka nje ya nchi, wengine wa Tanzania. Tangu saa 9 mpaka saa 3 usiku, na walei 3 mizimu. Nilikuwa na pepo fulani la ajabu sana, nikimtaka mwanamke ninajua iko mahali fulani, na nikienda nikamkuta, kwa sababu nilikutana na jini Tanga, nikalala naye. Nilikuja ninanichekea, nilifikiri ni mwanamke, vitu vya ajabu. Kwa hiyo nikapata uwezo sasa, mimi nikafikiri ni kitu kizuri, kama bwana, si unapenda wanawake bwana, ukipenda kwenda mahali popote, unaposafiri. Ilikuwa ni kitu cha ajabu. Yaani acha tu jamani, mambo mengi, acha hiyo mizimu ya kibosho. Niliingia kwa nguvu ya ajabu sana, mikataba mikubwa, na hii ilinisaidia kuelewa haya mambo ya kiroho kwa kiwango kikubwa kwenye eneo la deliverance kubwa sana. Namshukuru. Lakini jinsi ninavyojifahamu kama si Mungu na jinsi alivyo, yani nikagundua kuna uwezo wa kukataa mapendekezo ya yule mwovu kwa neema yake. Lakini hapa kwenye akili, hata siku moja nikatoka Dar es Salaam nikaenda kwa mzee mmoja anaitwa nani huko TPC, mganga ambaye ni mwenyekiti wa waganga wote Tanzania. Yani yeye ni mwenyekiti wa wachawi, na yeye nilienda, nilipelekwa na rafiki yangu. Sasa nataka niwe tajiri mkubwa. Tukaenda asubuhi, yeye alikuwa anaitwa nani yule mzali, tena Mkatoliki bwana. Tukafika pale, ana chumba chake cha ngozi, unavua viatu, mnaingia mle ndani. Nikaona kuna Biblia pale juu, nikaona na Bikira Maria, sanamu ya Bikira Maria, picha ya Yesu. Nikasema Mkatoliki mwenzangu hapa nimefika moja kwa moja. Yaani nilifurahi. Mganga mbaya, hatari Tanzania nzima. Akakaa pale, tukaingia, tukavua viatu. Anakuangalia hivi, anakuambia mambo yako yote. Alikuwa na roho utambuzi kali sana. Alipofika kwangu akuona kitu, akanipa kidawa, akaniambia kaoge huko. Kumbe na mimi nilikuwa na vya kwangu vikali kuliko yeye. Nikatoka nje, nikasema sitarudi hapa. Yaani sasa kumbe ile dawa ili aweze kuniona vizuri, sikwenda tena. Kwa hiyo nataka kuambia nini? Ni Mungu. Yaani akili zimeoza watakatifu. Sio tunasimama hivi useme basi ni Mungu tu, ni neema tu. Tumeshindiliwa. Kila mtu ana historia yake hapa, uongo kweli. Pendekezo linakataliwa, linabakia kuwa nini? Pendekezo. Pendekezo likikubaliwa huchukua nafasi na kuwa mamlaka, na ndio tunaita possessed person. Unamilikiwa kwa sababu umepokea pendekezo na kwenda kwa waganga na zini na majini na kufanya matakataka yote. Kwa hiyo ni lazima utamilikiwa tu
na utakuwa na ujanja wa kutoka katika hiyo hali. Ndio tunaita mamlaka inayotenda kazi ndani yako. Mamlaka huja mtu anapochukua nafasi ya kutii pendekezo. Mamlaka au uwezo wa kufanya vitu shetani inachukua nafasi yake baada ya mwenyewe kukubaliana na pendekezo. Unajua, binadamu ni kiumbe wa ajabu sana, yaani ameumbwa kwa namna ajabu. Fikiria wa kupingana na shetani, hata kama una nguvu za Mungu. Ukikataa kitu, ukikifu, yaani ukikinai kile kitu, shetani hawezi kukamata akuambie fanya hivi. Ndio kitu ambacho mwanadamu hajitambui. Sasa mtu aliye na Roho Mtakatifu, aliyempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake ni zaidi, lakini wengi tunaanguka, tutaona huko mbeleni. Kwa hiyo mamlaka huja mtu anapochukua nafasi ya kutii pendekezo. Mapendekezo yako mengi sana katika maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kawaida. Yako mapendekezo mbalimbali na yanakuja ndani ya watu kila dakika, na kwa sababu ni ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa wanyama kama tulivyo hivi, na wengi hawauelewi ulimwengu wao wa roho. Kwa hiyo mapendekezo yanapokuja wanachukulia kiurahisi sana, na ndio maana wengi wanaanguka. Hii tutaona kwenye ile eneo la pili, lakini hawa kwenye kwenye eneo la kwanza ni lazima waanguke tu, kwa sababu hawana ujanja, hawana nini, hawana ulinzi, akili imeoza, kuna vitu vilishawekwa rasmi. Kuna kitu huwa tunafundisha, tunaisema, kuna somo fulani hivyo walikuwa wanafundisha vijana fulani, nikalipokea nikaanza kulifanyia kazi. Watu wengi wako ndani ya Yesu, lakini wana alama za shetani maishani mwao. Kwa hiyo ni kama shetani, pamoja na kwamba umempa Yesu maisha, kwa sababu ya ile alama yake, chapa yake ambao hujui, unakuta unaanguka kwenye jambo fulani ambalo kutegemea, na anakutegeshea umefika pale juu, na wewe kujua hii alama ipo, kwa sababu hauko sana kuchunguza nini kimebaki kwenye maisha yako. Na hasa wahudumu walio wengi wanapenda upako unapokuwa juu, wanakimbizana na upako badala ya kuchunguza kuna chochote kilichobaki. Mmeshakusikia mfano mara nyingi. Jamaa mmoja aliuziwa nyumba, baba mwenye nyumba akamwambia, nakuuzia nyumba lote la kifahari, lakini huu msumari hapa sebuleni ni mali yangu. Sema, msumari na nyumba kuna shida gani bwana? Alipa hela akamwambia, akachukua nyumba yake. Jamaa mzee akaondoka, akakaa baada ya wiki mbili akarudi na panya aliyooza, akatundika pale. Unajua panya ananuka, akatundika pale. Sasa jamaa akasema, huyu mzee ana maana gani? Akamwambia, mzee, mbona unafanya hivi? Akasema, msumari wangu, tulikubaliana na tumeandikiana mkataba, msumari wangu mtafanya ninavyotaka. Panya akaozea pale sebuleni ya kufara. Haikutosha, akaenda akaokota huko hivi vilivyokufa, hivi chura zilizokufa, akaja akaongeza dozi. Jamaa bora alihama nyumba peke yake mwenyewe, alisema na hela na kila kitu, mimi na hama. Na kuna mchezo huo ndani ya watumishi wengi wa Mungu, wahudumu wengi wa Mungu, watoto wengi wa Mungu wamempa Yesu maisha, wamemkiri kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Kuna alama, kuna msumari, adui anakuja anaweka uchafu wake, naona kubaliana, nyumba inanuka. Ajabu sana, maisha yako ya kiroho yananuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna msumari kwenye akili, na unafanya kazi vizuri sana, na matokeo yake unachafua kila kitu. Unaenda unarudi, unaenda unarudi. Tumwombe Mungu, kama una akili hii, ivunjwe kwa jina la Yesu na upokee uzima wako. Waachane na hii akili, ndugu zangu, si nzuri katika maisha ya wokovu. Na naamini wengi hapa ampo kwenye ile eneo. Tunachomshukuru Mungu tu. Mapendekezo yako mengi. Tamaa ni pendekezo, hasira ni pendekezo, hamu za maisha ya dunia ni pendekezo. Vitu mbalimbali ambavyo ni vizuri, vingine sio vizuri, vinakuja kwenye akili yako ya jinsi hii kama pendekezo kwanza, kabla hujafanya hiyo kazi. Na ukipokea, basi vinafanya kazi vizuri sana, na matokeo yake unaishi maisha ya kushindwa kwa namna mbalimbali. Mapendekezo yako mengi, ila tuna uamuzi wa kutii au kukataa. Mapendekezo yako mengi,
ila tuna uamuzi wa kutii au kukataa. Sio vizuri kutii kila pendekezo, hata liwe zuri kiasi gani. Mtu wa Mungu lazima uwe makini, unatulia, unanena kwa lugha kwanza, unamsikiliza Roho Mtakatifu, iwe biashara, iwe ndoa, iwe nini. Kuna jamaa mmoja alikuwa anachekesha, anafundisha mhubiri mzuri sana, anasema wakiwa chuoni wa vijana wengi wanapenda kuoana. Wanasoma miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, kwa hiyo wanaingia kwenye mahusiano, wanaoana, anaishi kabisa kama mume na mke, wanapika, wanakuwa chumba chao, wengine wanazaa humo kabisa, sababu chuo kiko huru. Sasa yeye anaokoka, akaenda pale chuoni, naye anatamani kuishi kama wenzake, akawa anasali kwa dini, ananena kwa lugha. Akamuuliza Roho Mtakatifu, nasemaje? Akasema, kama unamtaka msichana uishi naye hapa chuoni, mpe mitihani ya maswali mawili tu. Muulize swali la kwanza, umezaliwa upya? Unampenda Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako? Akikwambia ndio, mwambie safi kabisa. Swali la pili, muulize, unanena kwa lugha? Kwa hiyo jamaa, kila msichana anayehusiana naye anamuuliza, umempa Yesu maisha? Anasema ndio. Unanena kwa lugha? Akimwambia hapana, akajua huyu feki. Amempa Yesu maisha, lakini anaweza akanyangusha kwenye dhambi pia. Lakini kama ana uwezo wa kunena katika ndimi, tutaungana, tutakabiliana na changamoto na mihemko ya kimwili, akili zetu zitakuwa safi. Na kia sana nzuri, ndugu zangu ni wa karismatiki, wengi ndimi zetu ni mizito, kwa sababu tunaongea vitu vilivyo vya ajabu sana. Tuombe Mungu akomboe ndimi zetu. Nena kama una akili nzuri, utajijenga, utajiimarisha. Sio somo ninalotaka kufundisha, lakini kuna vitu ambavyo pia akili zetu zimepata shida, kwa sababu pia hatusali sawasawa na Roho Mtakatifu anavyotaka. Kwa hiyo sio lazima utii kila pendekezo, hata kama ni zuri. Nikiwa Uganda chuoni, nikakutana na msichana mmoja wa Kenya nzuri sana, akiwa anamsifu Mungu, machozi yanatiririka, utukufu wa Mungu unakuja juu yake. Wakati sijaoa na miaka 35 sasa, natamani kuoa. Nasema sasa nitaoa kimataifa, mke wangu international, huduma kimataifa, ndio akili inavyoniambia. Kumwangalia huyu dada nikajua ni mzuri, sali vizuri, tena mwimbaji mzuri. Kwa hiyo mimi nitakuwa na ubiri, anaimba upako mkubwa, akili mapendekezo, si ndio? Kuja vizuri sana na yako kiroho kweli kweli. Tukawa pamoja kweli. Najua ukitamani na shetani naye anaunganisha, nafsi nayo inaunganisha. Yule dada akaanza kunipenda, kali yake, tukatoka tukaenda Israeli pamoja 99. Yaani kule tuko kama mbinguni, mke wangu wa kimataifa. Tunapiga picha, gari laya kule, tunatembea. Yaani acha, nikarudi Uganda, nilirudi tukapitia, nilienda nikiwa Uganda, nikarudi Uganda. Siku moja Roho Mtakatifu akaniamsha, akaniambia, sio Roho Mtakatifu aliniamsha, akaja sister moja rafiki yangu asubuhi. Tulikuwa kwenye jumuiya watu 12, wa Kenya 3, wa Tanzania 2 na wengine Waganda. Kwa hiyo kwenye jumuiya tunapika wenyewe. Sasa nikiwa pale, sister yule rafiki yangu sana akaja asubuhi, anatoka mbali, anahema, akaja kaniambia, sijalala usiku, Mungu anakuambia hicho unachotaka kufanya, acha. Unachotaka kufanya kipi? Sister niambie. Ananiambia mimi sijui. Roho Mtakatifu ananiambia yule msichana unasema unataka kumuoa kimataifa. Nikakataa. Kumwambia sister sawa, nitagoma. Nilipogoma, huyu msichana akaenda kwenye huduma sehemu nyingine. Nikabaki kwenye jumuiya. Mimi sikwenda kwenye huduma. Nitoka kwenye jumuiya, nikasikia sauti inaniambia, funga siku 3 kaa kuna usali. Kwa hiyo nikafika, nikasema nataka nipate uamuzi. Kwa hiyo nimefuka siku ya pili, nikasikia sauti clear, huyu sio mke wako. Na ile hamu yote ikawa imeyeyuka papo ndani yako. Aliporudi utafikiria hatujuani. Mungu katengeneza kila kitu. Nikamaliza, kumbe kuna mke wangu hapa Tanzania anaitwa Asteria, mbeba mzuri kuliko mwanamke yote duniani. Kabisa nawaambieni. Sasa pamoja naye nafanya huduma kimataifa pia. Kwa hiyo akili inapokea pendekezo zuri, safi, lakini litakumaliza na utaenda mahali popote. Na hata wakati mwingine mapendekezo mengine yanakuja baada ya miaka, nakwambia miaka 7, miaka 10, ukifikiri ni kitu cha kimungu, ni huduma ya kimungu, umesota nayo, suruali imetoboka, ueni popote na unaifanya kwa bidii, sijui watoto yatima, sijui watoto wa nini wa mitaani, yaani unakimbizana na vitu.
pendekezo, wewe ukapokea jinsi lilivyo na unasota uweni popote. Kijana kidogo kinakuja leo kwenye karismatiki, unampokea, unamlelea, anakwenda sawasawa na jinsi Mungu anavyotaka. Kesho anatembelea gari, unaanza kumwangalia, labda umefanya kiongozi, unakata panga. Yaani utakuwa kitu cha ajabu sana. Akili chafu sana hii, usicheze nayo. Rumi, ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 12, yaani hili neno tarudia sana, ni neno la ajabu sana kwa watu wa Mungu. Usifikiri Paulo alikuwa mjinga ndugu zangu anaposema hivyo, na hasa kwa watu walimwamini Yesu kama ninyi na mimi na wewe. Lazima, yaani sijui niwaambieje, usikubali kutekwa. Kuna mama mmoja rafiki yangu sana, yani mama mmoja ambaye katika huduma nimekutana naye. Mama amefanya kazi hapa Tanzania kwa miaka mingi, pata hela, alikuwa ni hao wahasibu, jenga nyumba yake nzuri ya vigae, na akaolewa, akazaa mtoto mmoja tu. Akaolewa, huyu jamaa alimlaghai, akamzalisha mtoto mmoja wa kike. Akaona wanaume wote hawafai, ana pesa, ana gari, ana nyumba nzuri, ana shamba nzuri, akaachana na wanaume, akaishi kama jinsi alivyo, akaanza kutumia maisha, pesa yake anaenda nje, anarudi kula maisha na nini. Nikaja nikakutana naye katika mambo ya charismatic, tukawa marafiki sana, mtu mzima sasa. Kaendelea, siku moja akaanza kuugua magonjwa mbalimbali, namwombea, anamkiri Yesu, fanya nini. Sasa sikujua Mungu anataka kunifundisha nini. Siku moja akiwa amelala hospitali ananitafuta sana, nikawa juzi tu ananitafuta, nikapishana, badala ya kwenda hospitali nikaenda nyumbani kwake. Nilipofika nyumbani kwake, nafika hivi nikaangalia nyumba ya kigae nzuri, iko chini na mlimani juu, kabla unaingia chini kama bondeni juu. Nikaangalia ile nyumba, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, fikiria mama huyu ana nyumba nzuri na angalia vigae safi, yuko peke yake na mwanae ni msomi mkubwa sana, anafanya kazi TRA. Haya, ameolewa, mambo yake yanakwenda sawa sawa, sababu vitu hivi vinaambatana sana, pesa nyingi pia mwanae. Kwa hiyo ni watu wanaojiweza. Mungu ananiambia, angalia hii nyumba. Roho Mtakatifu ananiambia, amelala kwenye kakitanda cha hospitali, wanaolala huku ni wafanyakazi. Yaani nikafakari, nikarudi, nikasema kitu gani hiki? Na waambieni, yule mama wakati Mungu anaongea na mimi amekufa juzi. Leo ndio tumemwaga kwenda Moshi na nyumba inabaki Dar es Salaam. Yaani natafakari vitu vya ajabu sana. Ndugu zangu, sisemi kwamba tusitafute nyumba, kwa sababu wengine hapa mnaanza kukunja uso. Lazima tulale kwenye magorofa. Mimi leo hii nilikuwa na sali wakati na wasubiri, nimeenda hivi mpaka kule mbele, kuna jengo zuri sana linajengwa pale, gorofa safi sana mpaka juu. Na sali tu, nanena kwa lugha, nikarudi hivi natembea, nikamwambia Mungu, watu wa dunia anajenga haya majumba, na sisi kwa nini tusikujengee kwa ajili ya ufalme wako? Namwambia, nikasema kwenye akili yangu, lazima nijenge nyumba zenye gorofa 3, inanitosha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hata kama nitaacha Dar es Salaam, kwa sababu acha napenda kuzika, ukifa tu haraka sana unapeleka Moshi, umeshakufa. Yaani wewe hawezi kuzika hata kama una ile nyumba yako. Lakini ninachotaka kusema hapa, suggestion yoyote, wazo lolote linapokujia, uwe makini. Hata kama Mungu anataka ulale kwenye kijumba cha bati ile ya nani flat, inaitwaje, chumba kimoja, na upako wa Mungu uko juu yako, unafanya maajabu, hakika usiwe na wasiwasi. Siku moja nilikuwa Nairobi, ninasali kwenye mafungo kwa masista fulani wa Precious Blood, alituweka kwenye chumba kizuri sana. Nimekaa pale wiki 2, sina amani, sina furaha. Ninatoka pale, namuuliza Mungu kuna nini, aniambii. Nikarudi pale Agape na sali, namuuliza Mungu, nikaona picha, niko nyumbani ambapo hakuna nyumba ya bati. Nilipoona ile nyumba nikahisi ni nyumbani kwangu nilikozaliwa. Nikasikia sauti inaniambia, hata nikuweke juu ya ghorofa 100 juu kule kwenye chumba, uangalie ulimwengu, utafurahia maisha, kwa sababu ulikataa kweli kwamba ulizaliwa kwenye nyumba za majani. Hiyo hicho kitu kiko ndani yako, hata nikupe nini. Nikamwambia Yesu, na akaniambia mimi nilizaliwa kwenye hori la ng'ombe, afadhali hata umezaliwa kwenye hizo nyumba. Aliongea na mimi vizuri, nikaomba toba, nikamwambia Mungu, nakubali kwetu hata kama kukonjo. Na kutokana na hicho kitu, ndugu zangu, kilinisababishia nijenge nyumba kubwa nyumbani, refu, bila mpangilio, kwa kukomoa.
Ile nimeoa tu, nimepata hela, ilikuwa na baba yangu akiroa Mjerumani, alinipa hela nyingi sana. Nikajenga nyumba na kwambia ni refu kutoka huku mpaka kule. Siku moja nikaota usiku eti ile nyumba nimekuwa refu zaidi, alafu nimeezeka kwa mandrawa. Yaani ile majani. Nyumba refu. Wengine vitu viko kwenye akili bwana. Imejaa kwenye ufahamu. Vya ajabu sana. Nikaamka asubuhi nikasema kwa jina la Yesu nyumba yangu nitapaua kwa mabati. Sio mandrawa tena. Napambana wakati bado Mungu hajaongea na mimi kuhusiana na jinsi nilivyokataa kwetu. Kwa hiyo nafanya vitu kwa kukomoa. Ile nyumba mpaka leo haijaisha, na waambie. Haijaisha. Na nilijenga 2004. Haiishi. Pendekezo kukomoa. Yaani ni vitu niko ndani ya Yesu mhubiri. Afundisha. Kwa hiyo kuna vitu vingine inanisemekana vimeharibika maishani mwako. Sio kwamba unapenda. Ulipokea mapendekezo ambayo sio sahihi na ukayafanyia kazi, yanakutesa. Juzi nikaenda pale, nilikuwa na huduma huko Usere. Nikaanza kunena kwa lugha korobo satamaya. Wewe bandalo lazima useme vizuri, kuna nini hapa kinakuzuia usikamilike? Bobo sitamaya, naongea na bandalo nyumbani peke yangu, napiga kelele kijiji kizima kimezubaa. Huyu jamaa kichaka toka wapi? Hawaje kusikia ndimi kijijini. Nena korobo kama kichaka. Yaani hamwezi kuamini. Na tangu 2004 sebuleni ni kubwa kama hole kubwa, madirisha yenyewe sijui nitaweka namna gani ya madirisha. Ilikuwa ni rafiki yangu, mtu anajua kumuona Mungu katika ulimwengu wa roho. Mzee, nyumba hii bwana, nimeona hapa mbele imenani mlango ni mindrawa, yani kuna yani acheni jamaa, ulimwengu wa roho kuna vituko. Na sali, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia nenda sebuleni. Kwenda sebuleni bwana. Nilichokuta sikuamini macho yangu. Baba yangu alifariki, tulikuweka pale sebuleni mwili wake, ninaenda pale sebuleni na sali, saa nyingine nakunywa chai. Imekaa vizuri sana. Lakini haijamalizika. Naona kwenye lenta, kwa sababu sijapiga rip, kuna mindrawa imeingizwa, eti lenta inajengwa na mamindrawa. Nilishangaa. Nikakochogoro, nikatoa, inatoka. Unajua Wachaga wana mamila ajabu sana. Wanajenga nyumba, wanaweka isale katikati, wanaweka mamindrawa hayo kwa sababu ya zile mila. Sasa inasemekana labda wakati inajengwa sasa kuwepo, wazazi wangu walifanya kitu. Sasa ni kupambana kati ya mamila, na usiposali uelewe vitu, unashangaa unakufa na nyumba ina mapendekezo kwenye akili ambazo ni mbovu. Yamemaliza wengi, na wengi tumetumia magharama makubwa sana. Una invest mahali, yaani wanasema ningejenga ile nyumba hapa Dar es Salaam, ningekuwa naitwa baba kwenye nyumba hapa ndio. Ningepangisha. Niko pale hamna mtu, wazazi wangu wote wamekufa, wadogo zangu wana majumba yao Dar es Salaam. Tunajabu sana. Mapendekezo yanaathiri sana akili ambayo haiko vizuri. Paulo anawaambia Warumi, na anatuambia sisi tuliokaa mahali hapa, Rumi 12 mstari wa 2. Na uelewe vizuri mtu wa Mungu uliokaa mahali hapa. Unajua wakati mwingine hatusome neno katika roho, ndio maana mambo yanakuwa tofauti sana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Nia hapa ni akili. Nia, akili. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Siku hiyo nimeamka kichwa, naona pikipiki ndio hili hapa Dar es Salaam. Nimepata lango 1,200,000, nikaenda Kariakoo nikachagua ni pikipiki langu jekundu. Ile linanifikisha kwenye huduma haraka sana. Chagua haraka kabisa, na yule mwenda kaniambia hapa nzuri, mwanzo ni zile pikipiki za mwanzo. Safi. Kachagua kwa sasa, ananiambia umemwambia mke wako? Akasema bado. Usinipe kumwambia kwanza. Nikaenda kwa nikamshirikisha mke wangu Asteria, akaniambia mimi sitaki kubaki mjane mapema. Kwa hiyo pikipiki nisisikie huko ndani. Wazo likakataliwa na nikanyamaza kimya. Sikumpinga, kaendelea na maisha. Asubuhi yake natoka Agape naenda kibanda cha mkaa mchana. Sisi nilikuwa naenda kununua nini? Hii barabara yetu ya Morogoro Road. Hii barabara hii na Morogoro.
nachanganya Kiingereza na Kiswahili. Nikaona abudi inatokea kule Mbezi. Unajua pale walikuwa wamefika hapa kibanda cha mkaa, unaona kila kile imenyoka sana. Kuna mlima hivi. Abudi imetoka huko inakuja spidi. Jamaa mmoja wa pikipiki naye yuko ametangulia, naye yuko kwenye spidi kali. Alipofika pale niliposimama hapa kibanda cha mkaa, ile pikipiki mimi sikujua imepindukaje ndugu zanguni. Nilisikia tu na kwa macho yangu. Jana tumekubaliana na mke wangu nisinunue. Yenye jamaa pikipiki katikati pale kwenye barabara. Yule jamani, Mungu aliruka, alikuwa mrefu, akarukia kule, akaangukia kule, pikipiki kabaki kifanya hivi, gari ndio imekuja darajani pale. Wasamaria mema vijana walioko pale wakaenda wakanivutilia mbali. Nikashikia basi shu pita. Baki nimeshika kichwa. Experience na fundisho juu ya mapendekezo yanayoenda kunifahamu wako. Nikaenda kama sasa hii hela milioni 1.2 nipeleke wapi? Sasa nimeshapata darasa limenitosha. Niambie nipeleke wapi? Sasa kabla hatujaoana mke wangu alikuwa amenunua kiwanja huko Mbeya, kwa Nesi. Sasa hapo ninaambia kajenge nyumba Mbeya. Kweli bwana. Nikaenda chukua muda, nikaomba halafu nikaenda nikajenga nyumba. Mpaka nikafikisha juu kwa milioni 1.2, nyumba ikasimama. Sasa hivi tumeweka wapakaji, nimeotesha maembe mengi safi. Yaani nikagundua Mungu ndugu zangu ni wa ajabu. Wa ajabu. Yaani ukiweza kukabiliana na mapendekezo haya kwenye hii akili utatoka tu, lakini kama uwezi, I say. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 2, Mtume Paulo anaendelea kusema kitu. Naam. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Sijui nimeelezea ule wa kwanza, lakini nataka kusema hapa ni kwamba watu wa Mungu, naomba tuchangamke. Tusikubali kufuatisha namna ya dunia hii. Tusiishi kama watu wa dunia hii. Sio kwamba Mungu hataki tufanikiwe, lakini vitu vingi tunafanya foolish, tunafanya haraka mno. Hatushirikishi, hatumuulizi maswali, tupokea wazo, naona wazo zuri, tufundishe mafundisho ujasiri wa mali, unakimbizana na huo ujasiri wa mali, hujakaa chini, poteza mahela yako mengi, huduma imekufa, unakimbizana tuna karanga. Wakati wewe ni mhubiri mkubwa, uza karanga mpaka karanga sasa hazinunuliki tena. Unaacha kusudi la Mungu kwa sababu yetu ujasiri wa mali ulifundishwa. Ukapokea pendekezo na mwalimu. Wewe makini sana. Sikatai ujasiri wa mali, sikatai nini, lakini kama ni mteule, watu wengi wanatumikishwa na mamiradi yao sasa hivi na hawaendi popote. Korinto wa pili sura ya 4 mstari ule wa 3 wa 4. Mtume Paulo anawaambia Korinto na anatuambia sisi, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Nani? Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ni nani ndugu zangu? Shetani. Ndiye anayemiliki dunia hii. Ndiye anayekwambia ukifanya hivi nitakupa hivi. Na sisi tumepokea injili. Mtume Paulo anasema kama injili hiyo ikisitirika, maana yake injili hiyo ikishindwa kufanya kazi ndani mwetu, ikishindwa kufunction jinsi inavyotakiwa, maana yake umekamatika. Akili yako imerudi kule kule kuzimu, inamilikiwa. Inamilikiwa ni kitu kibaya sana. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Sisi tulipopokea injili, akili zetu zilitakaswa, zilibadilishwa. Tulipokea akili nzuri sana, akili ya kitoto. Wengi walioingia kwa Yesu waliona hapa ndio mwanzo wa maisha mapya, lakini walivyoendelea ndio wakaruhusu ya akili aina ya pili kutawala, wakaanza kupokea mapendekezo ya ajabu. Na ndio Paulo anasema injili yetu ikisitirika, maana yake watu wakianza tena kurudi kule nyuma, wakianza kutetea wasiwasi, basi mambo yanakuwa tofauti. Inabidi tushindane na vishawishi kila kinapokuja. Kishawishi cha kwanza tukikatae papo hapo. Mapendekezo haya
yanapokuja kwenye hizi fahamu, tukatae, tupambane, usikubali kupokea mapendekezo hayo kwa namna iwayo yote. Tunahitaji toba ya kweli. Akili kama hii kitakachoiokoa ni toba tu. Toba. Na toba maana yake ni metanoia. Maana yake ulikuwa unawaza hivi, sasa unaamua sitawaza hivi tena, nitawaza hivi, nitageuka huko, akili inakonituma nitaelekea hivi maisha yangu yote. Ndio tunasema kuamua kumkiri Yesu, kuachana na kusikiliza tu akili yako na mahisia yako na mitazamo yako na mambo ya dunia hii. Akili hii hapa dawa yake ni toba. Kuruhusu Yesu atawale maisha yako kabisa na kumruhusu Roho Mtakatifu aongoze akili hiyo na kutawala kabisa akili hiyo. Dawa ya huyu mtu ni kumilikiwa na Roho Mtakatifu peke yake. Nje ya hapo hakuna dawa nyingine wala msaada mwingine. Hapo dhamiri zetu zinachamka mchana. Sijui nilikuwa naenda kununua nini. Hii barabara yetu ya Morogoro Road, hii barabara hii na Morogoro na Morogoro, nachanganya Kiingereza na Kiswahili. Nikaona abudi inatokea kule Mbezi. Tunajua pale walikuwa wamefika hapa kibanda cha mkao, unaona kila kitu ile imenyoka sana, kuna mlima hivi. Abudi imetoka huko inakuja spidi. Jamaa mmoja wa pikipiki naye yuko ametangulia, naye yuko kwenye spidi kali. Alipofika pale niliposimama hapa kibanda cha mkaa, ile pikipiki mimi sikujua imepindukaje. Ndugu zanguni, nilisikia tu na kwa macho yangu. Jana tumekubaliana na mke wangu nisinunue yenye jamaa pikipiki katikati pale kwenye barabara. Yule jamani, Mungu aliruka, alikuwa mrefu, akarukia kule, akaangukia kule, pikipiki ikabaki kufanya hivi, gari ndio imekuja darajani pale. Wasamaria mema vijana waliko pale wakaenda wakalivutilia mbali. Nikashikia basi shu baki, nimeshika kichwa. Experience na mafundisho juu ya mapendekezo yanayoingia kwenye ufahamu wako. Nikaenda kama sasa hii hela milioni 1.2 nipeleke wapi? Sasa nimeshapata darasa limenitosha, niambie nipeleke wapi? Sasa kabla hatujaoana mke wangu alikuwa amenunua kiwanja huko Mbeya kwa nesi. Sasa hivi ninaambia kajenge nyumba Mbeya. Kweli bwana. Nikaenda nikachukua muda, nikaomba agape, nikaenda nikajenga nyumba mpaka nikafikisha juu kwa milioni 1.2. Nyumba ikasimama. Sasa hivi tumeweka wapangaji, nimeotesha maembe mengi safi. Yaani nikagundua Mungu, ndugu zangu, ni wa ajabu. Wa ajabu. Yaani ukiweza kukabiliana na mapendekezo haya kwenye hii akili utatoka tu, lakini kama uwezi, I say Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 2. Mtume Paulo anaendelea kusema kitu. Naam. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Sijui nimeelezea ule wa kwanza, lakini tunataka kusema hapa ni kwamba watu wa Mungu, naomba tuchangamke. Tusikubali kufuatisha namna ya dunia hii. Tusiishi kama watu wa dunia hii. Sio kwamba Mungu hataki tufanikiwe, lakini vitu vingi tunafanya foolishly, tunafanya haraka mno. Hatushirikishi, hatumuulizi maswali, kupokea wazo. Naona wazo zuri, kufundishwa mafundisho ujasiri wa mali, unakimbizana na huo ujasiri wa mali, hujakaa chini, poteza mahela yako mengi. Huduma imekufa, unakimbizana tu na karanga. Wakati huo ni mhubiri mkubwa, uza karanga mpaka karanga sasa hazinunuliki tena. Unaacha kusudi la Mungu kwa sababu yetu ujasiri wa mali ulifundishwa. Ukapokea pendekezo na mwalimu. Wewe makini sana. Sikatai ujasiri wa mali, sikatai nini, lakini kama ni mteule, watu wengi wanatumikishwa na mamiradi yao sasa hivi na hawaendi popote. Korinto wa pili sura ya 4 mstari ule wa 3 mpaka wa 4. Mtume Paulo anawaambia Korinto na anatuambia sisi, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Nani? Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ni nani, ndugu zangu? Shetani.
ndio anayemiliki dunia hii, ndio anayekwambia ukifanya hivi nitakupa hivi. Na sisi tumepokea Injili. Mtume Paulo anasema kama Injili hiyo ikisitirika, maana yake Injili hiyo ikishindwa kufanya kazi ndani mwetu, ikishindwa kufunction jinsi inavyotakiwa, maana yake umekamatika. Akili yako imerudi kule kule kuzimu, inamilikiwa. Inamilikiwa ni kitu kibaya sana. Isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Sisi tulipopokea Injili, akili zetu zilitakaswa, zilibadilishwa. Tulipokea akili nzuri sana, akili ya kitoto. Wengi walioingia kwa Yesu waliona hapa ndio mwanzo. Nilikuwa nahubiri mahali fulani sistadi, walirudisha mikuki, haya mavitega ya shule ya zamani, mashutu ya ajabu, juzi tu. Unasema ni Wakristo, na wengine wa Katoliki, wa Karismatic. Nilikabidhiwa na baba yangu wa Karismatic, na wengine viongozi waamini. Hii akili ni mbovu ya ajabu sana, inashinda mgerasi, kwa sababu ina uwezo wa kustahimili Mungu, ina uwezo wa kustahimili shetani. Yaani ina double dili za ajabu. Kuna kitu tunachoita pendekezo. Hebu njoo waendelea kuonyesha pale. Kwa hiyo hii akili imefanywa upya, ni akili ambayo imetoka kwenye akili ya kishetani, kwenye akili ya kidunia, kwenye akili ya kimwili. Amemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ameangaziwa na hii akili. Ukiangalia uchore vizuri hapa katikati, kuna mstari, kuna mstari imegawanyika, na naomba uchore mistari, weka kivuli upande mmoja na pande moja, acha hivyo hivyo. Hapa kuna mistari fulani hivi, weka mistari, tunaita iko nusu ili kutofautisha. Kwa hiyo hii akili inapokea mapendekezo kutoka mwilini, inapokea mapendekezo kutoka kwa shetani, yaani yenyewe haina shida kusikiliza sauti. Siku moja mwaka 2004 kabisa, nikiwa nasali, nikisikia tu sauti, Roho Mtakatifu aliniamsha, nenda chapa. Tulikuwa kwenye mafungo usiku, na tulikuwa tunafanya mafungo mahali ambapo ni shule ya baba mmoja. Akasema mje kufanya mafungo hapa ili mtabaruku pia watu wa Mungu wakanyage. Kwa hiyo hakuna umeme, kwa hiyo tulikuwa tunatumia mishumaa na taa za kawaida. Tukaenda pale, Yesu Ekaristi ameweka, tunaweka mishumaa. Sasa usiku wa manane nikasema niambia nenda chapo kwa Yesu Ekaristi. Kufika pale nikakuta giza, nikafikiri Mungu amenileta ili niwashe mshumaa. Kufika pale sasa, kabla sijaamua kuwasha mshumaa, nikasujudu, penda kusujudu mpaka kwenye kichwa pale Yesu Ekaristi, na ndio yuko hapa. Nikasikia sauti nyuma yangu inaniambia, ukitukubali tutakupa nguvu kubwa. Na mimi kwa sababu naijua sauti ya Mungu, nikajua hii sio sauti ya Mungu, ni sauti ya mizimu. Nikasema sitaki nguvu nyingine zaidi ya hii nilionayo. Nikasikia kimya kikuu, nikasahau na kuwasha mshumaa, tuko kwenye giza, sauti za ajabu. Nikasikia baadaye sauti ya upole, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Nikajua ndio Mungu anaongea. Hiyo ilikuwa ni sauti ya shetani. Mpaka leo ukijipanga vizuri, mapendekezo haya yapo. Wengine labda ujanote hawea mapendekezo. Hii akili inapokea upande huu. Hebu upande huu rafiki yangu hapo umechora sema sababu, hapana, hapo katikati tu anga. Yes, upande huu wa kulia sio wa kushoto. Akili ni akili, yani ni akili mbovu, ni akili ambayo upande huu hapa ambapo amenyosha ndugu yangu ndio pa kuweka hiyo mistari. Sore kama umechora tofauti, kwa sababu yenyewe inapokea. Unaona hiyo mistari jinsi ilivyo, na usipojua kuchora vizuri itakuwa kazi kweli. Hii upande huu ndio tunaita akili ya giza. Inapokea vitu kutoka roho ya binadamu ambaye hajaokolewa, inapokea vitu kutoka mwilini, inapokea mapendekezo kutoka kwa shetani, inapokea mapendekezo kutoka duniani, inapokea mapendekezo kutoka kwenye nani, inapokea mapendekezo kutoka kwenye yaliyopita, na haya mapendekezo yanafanya kwa mamlaka ndani yake, anaamini. Ndio maana unakuta watu wengi wa kiroho anakuja na kuhadithia vitu vilivyooza, yaani atakueleza na kukueleza mtumishi, mimi hivi, yaani namwangalia. Mimi napenda kusikiliza ushauri, lakini unakuta mtu yuko karismatic miaka 10 anayokueleza ya ajabu. Nasema mtu ana hata mstari mmoja wa kunishuhudia jamani, yaani anachosha. Kwa nini? Kwa sababu
umepokea, yani upande huu unapokea hayo, na huku pia upande huu wa nuru unapokea mapendekezo kutoka kwa Mungu na mamlaka ya Mungu ipo pia. Huyu mtu anachoka. Kwa hiyo uchore vizuri, upande mmoja ndio inalenga vitu vyote. Upande mmoja wa nuru, kipande sijui cha kwako ni kidogo sana au kikubwa, utakijua mwenyewe. Unajua juu ya akili langu mimi sijui. Ninaomba Roho Mtakatifu akuangazie. Kuna wengi tumerudi, ndio maana Mungu anasema anataka urudi kwenye mapenzi yake, na mapenzi yake ni kumwamini yeye aliyetumwa na yeye, sio kazi, imani kwake, ili akukomboe, akurudishie ufahamu mpya. Kuna kipindi tunakutana na neema katika maisha, lakini haitoshi hiyo neema. Kuna kipindi tunakutana na neema katika maisha, lakini haitoshi. Sio kwamba haitoshi, ni maneno tu ya kibinadamu. Neema ipo, neema ina nguvu sana, na neema ya kwanza tunayokutana nayo kwenye akili ile ya kwanza ni neema ya wokovu, na hiyo neema inatusaidia tumefika mahali hapo. Tunapofika mahali hapo, tunahitaji kitu cha ziada, sio neema tu na huku endelee kucheza. Kuna mahali Paulo anasema, je, kwa sababu kuna neema ya Mungu niendelee kutenda dhambi? Kwa sababu neema ni kubwa. Wala alikuwa naongea kusoma Rumi sura 6 utakutana na maneno. Huyu mtu amemwongokea Kristo, amemchagua Yesu, ameamua kuchukua uamuzi wa kumfuata Yesu, amekutana na neema ya wokovu. Pamoja na kukutana na neema hii, bado wengi wetu tumefungwa, tuko kama Lazaro aliyefufuliwa, lakini bado alifungwa sanda. Unamkumbuka habari ya Lazaro? Na kama unataka kuelewa hicho kitu ninachokuambia, andika Injili ya Yohana sura 11 mstari wa 17 mpaka wa 44. Lazaro Yesu alienda kumfufua baada ya kukaa kaburini siku 4. Siku ngapi? Siku 4. Na ile nchi ya Uyahudi ni joto, kwa hiyo siku 4 mwili umeoza. Na mnajua taratibu za mazishi, wanamfunga mavitambaa mengi tu, wanamfunga, wanamfunika huko, kwa sababu Wayahudi pia wanafunika ili asioze, kwa sababu Wayahudi wana biashara ya kutoa ile mifupa na kuichoma moto baada ya kukaa muda fulani. Kwa hiyo Lazaro amekufa siku 4, Yesu amekaa, akawaambia sasa, na ambapo alipata taarifa mapema kutoka dada zake ambao ni marafiki zake Yesu, Martha na Mariamu na Maria, lakini hakujigusa. Akaenda kwao baada ya siku 4, kwa sababu pia alikuwa anatafutwa. Akaambiwa wanafunzi wake, twendeni kwa Lazaro, naenda kumwamsha, amelala. Akasema kama amelala ataamka tu. Akamwambia sio kulala, amekufa, amepumzika, lakini anamaanisha kufa. Wakaenda pamoja nao, wakafika. Martha alipomwona ndio akamwambia, Bwana, ungekuwa hapa, huyu ndugu yangu asingekufa, lakini najua ukimwomba Mungu kitu atakupa. Akamwambia Mariamu, niamini, na Martha, niamini atafufuka tu. Akasema ninajua atafufuka siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndio ufufuo na uzima, naongea na wewe. Maria kumwelewa, akakimbia kwenda kumuita rafiki yake, dada yake, haja naye akamwambia, ungekuwa hapa Bwana, huyu jamaa angefufuka, asingekufa, ungeomba. Akamwambia wala usijali, kwa sababu Maria analia, na yeye akawa amelia, amepata uchungu. Akaenda ndio akaamuru jiwe liondolewe. Na ninajua kama kuna akili hiyo hapa katikati yenu leo, jiwe litaondolewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na hiyo akili itafunguliwa kwa jina la Yesu, hata kama imefungwa sanda za namna gani. Kuna akili nyingine hapa, mawe kweli hayapo, lakini zimefungwa masanda, sanda ya ajabu sana. Akaingia mle ndani, Yesu akamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu, ndipo akaamuru afunguliwe vitambaa na aende zake. Lazaro akawa mzima na akafufuka. Sasa kuna akili za watu wa kiroho zimerudi tena kwenye mauti, na kule kwenye mauti nyingine zimeoza kwa sababu ya kuchanganya mambo, zimefungwa masanda. Na akili hii, ndugu zangu, ni mbaya mno. Hii akili very dangerous. Ukisoma Ufunuo anasema ukiwa moto au baridi utakutapika. Akili hii Mungu inamchosha,
siku nyingine yani unakuwa mwaminifu, siku nyingine akili inakutuma fanya tu hivi, siku nyingine unaingia kwenye mataratibu ambayo hajakwambia, siku nyingine unafanya vitu ambavyo sivyo. Yani akikuangalia anajisikia tofauti baba yako wa mbinguni. Siku nyingine mapendekezo yanakuja ajabu ajabu, ukemee, unaanza kuyasikiliza kwanza, mara anakuwa mamlaka. Katika mtu huyu kuna maeneo yameangaziwa, lakini kuna maeneo ambayo bado yako gizani. Bado kuna vita kichwani, akilini mwake, vita ya ajabu sana. Kusudi la Mungu unapomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anataka kila kitu unachotaka kufanya, hata nguo unayotaka kuvaa. Muombe, unataka nivae nguo aina gani, nikanunua nguo aina gani? Kuna wakati mwingine mimi namshangaa Mungu, unahitaji kiatu, naenda dukani, nauliza kuna viatu, unaangalia yote sasa, naweza kuonyesha kile pale, unauliza kuna namba ya kiatu hiki, kiatu hapa namba ngapi? Unakuta ni namba ile ya kwako, na ukiongea na yule jamaa anakuambia kimebaki hicho pungi yake, nyingine zote zimeshanunuliwa kwa vile kilibakishwa kwa ajili yako. Yaani ni kitu cha ajabu sana ndugu zangu, hata kula kwako. Siku moja nilikuwa natoka hapo St. Joseph, nilikuwa na huduma pale kanisani wa Charismatic. Nimetoka mchana, tulikuwa asubuhi mpaka mchana, wengine wanafunga, kwa hiyo akasahau, mimi njaa inaniuma, sikuwa nimefunga. Nikapita huko nyuma St. Joseph, kuna mahali kwa sasa hivi wamejenga magorofa fulani, kulikuwa Bureau Change, walikuwa nakana ma chips mengi na samaki, watu wamejaa hivi ya ile mchana. Ndipo na jamani wanauza sana. Na mimi nikaingia pale. Nilipoingia sauti ikaniambia kwanza usile hapa. Nikaingia tu njaa, naomba nisema mpaka nifike mbezi na traffic jam. Tafuta jioni njaa na homa sijafunga, nikaingia pale. Watu wanakuja, nikakaa, wasichana wanahudumia. Yaani nimekaa pale ndugu zangu, hakuna anayeniuliza baba unataka nini? Wanakuja wananipita, wanahudumia wengine. Nikakasirika, nikatoka nje. Natoka nje nakuta gari la Mbezi. Nikalisimamisha, nikaingia huko Mbezi, nikafika haraka, wala hakuna traffic jam. Kufika nyumbani unajua nilikutana na nini? Mke wangu ameniandalia chips na samaki. Nilimuogopa Mungu. Kitu vya ajabu sana. Yaani Mungu anajali mpaka kile kitu kidogo dogo unachovaaga. Kabisa na kuhakikishia. Ukaniangalia lakini ninamaanisha hivi. Anajali, ni baba yako, wewe ni mtoto wake. Unajua tunaingia kwenye uokovu, tunakuwa watu wazima kwenye akili. Unajua hili naliweza mwenyewe kwa sababu kwa ulikuwa unajitegemea na akili imeharibika. Siku nyingine unamtegemea, siku nyingine unajitegemea, siku nyingine unaamua unategemea mapendekezo ya kidunia, ya kimwili, ya nini. Yaani unaharibu uokovu wako. Na hapo ndipo Mungu anataka atufungue na hiyo hali kwa kweli. Vita ipo katika mtu huyu. Mtu huyu vita ni kubwa ndugu zangu, vita kali. Mawazo ya zamani na vishawishi bado vinamlemea mtu huyu, na akiendelea hivyo anakata tamaa. Wengine wanaamua kwenda kwenye madhehebu mengine, wengine wanaamua kwenda kuanzisha, wanaona Katoliki ndio kuna shida. Shida iko akilini, sio Katoliki. Wengine wanaamua kuacha Charismatic. Charismatic haina shida. Akili yako imechanganywa, akili yako imeharibiwa, na kama bado roho yako inapokea maroho mengine napeleka kwenye akili, utavurugikiwa tu na utaanza kufanya maamuzi ya ajabu sana. Pamoja na kwamba umemkiri Yesu, tunasikia siku hizi ndugu yetu hayupo tena, amehama kanisa, ndugu yetu ameamua kukaa nyumbani, ndugu yetu kwa sababu akili namwambia umeenda Charismatic miaka yote hiyo, hata lile wito ujui ni wito gani, hata vitu ulivyokuwa naomba hujapata, magonjwa yako pale pale, akili inakwambia, unapokea mapendekezo, unakataa neno la Mungu, unashindwa kusoma neno la Mungu sababu ni vivu pia kusoma neno la Mungu, kwamba mwili unakwambia umechoka, huna haja ya kusoma sana neno, piga tu hadithi na watu, wokovu wako haukui. Kwa hiyo unavurugwa, mambo hayaendi. Hii akili inahitaji kufunguliwa, inahitaji kuwekwa huru. Waraka kwanza Yohana sura waraka kwanza. Usiandike kwanza neno, tuendelee na sasa kusema kitu hapo. Mamlaka ya zamani ujitahidi kurudi. Mamlaka ya zamani
yale mapendekezo, yale mambo ulikuwa unafanya kabla yanarudi kwa kasi kubwa kuliko hata ilivyokuwa kabla. Nakwambia, Yesu aliwaambia watu, nyumba ikisafishwa, adui aendi mbali, anazunguka zunguka, atarudi tena. Akiona nyumba imesafishwa, atatoa mapendekezo, akibahatisha kama huyu mtu atakubali, na akikubali pendekezo, anaenda anachukua wengine 7 waovu kuliko yeye mwenyewe, na hali ya huyu mtu inakuwa mbaya kuliko hali ya mwanzo. Injili hiyo sio mimi, usiniangalie sana, neno la Mungu. Kwa hiyo kuna baadhi yetu hali imekuwa mbaya kwa sababu ya kubaini mapendekezo ya kimwili, mapendekezo ya kishetani, mapendekezo ya kidunia yaliyopita. Bado unaendelea kuyatafakari, roho yako bado inaingia kwenye mambo ya ulimwengu wa giza. Hebu niwaulize swali, ndugu zangu, Mungu na haya mambo yote, mamizimu, maroho machafu, sijui na mavitu gani, na Mungu nani mwenye uwezo? Una uhakika na unachojibu kweli? Mungu akubariki sana. Ukweli ni kwamba Mungu ni juu ya yote, katika yote. Mtu wa Mungu huhitaji, kwa sababu kabla hivyo vitu havijatenda kazi, akili inapokea, inapeleka moyoni, unaamini. Unaacha kuamini neno la Mungu na unaamini hivyo vitu, unaamini wewe ni maskini, unaamini utafanikiwa, unaamini sijui vitu gani, unabaki na hivyo, unakimbizana navyo kwa sababu pendekezo limeingia, na unaishi maisha ya ajabu sana. Unahitaji kuhakikisha unaifanyia kazi hiki kitu haraka iwezekanavyo, ili uishi maisha ya ushindi. Na tusipochukua hatua, tunatawaliwa upya na mwili, dunia, shetani, roho ya binadamu. Yani usipokuwa makini, hivi vitu vinachukua nafasi kubwa. Mungu anapeleka taarifa, haupo. Unasema siwezi kufanya ukimya wangu, siwezi kusoma Biblia siku hizi, kiuno kinauma, siwezi kupumua vizuri, pesa hamna, kazini siku hizi makufuri. Umempa Yesu kabla makufuri hajaja, au umempa Yesu wakati makufuri amekuja? Kuna vitu vingine yani kumsikiliza mtu ili akili iko vizuri. Eti siku hizi tunataka tuwe kazini, si unajua tena hapa kazi tu, baba hata hausiki. Ni wewe ulishakamatika kwenye haya mambo na hujui. Singizia watu, singizia vitu, singizia hali. Mimi naambiaga watu, kama kweli uko vizuri, hata umelala kwa mgongo, hata umejifunika na shuka na blanketi, una uwezo wa kunena kwa lugha ndani ya hilo lishuka na blanketi. Una uwezo wa kumwambia Mungu wewe unaweza, na utatoka kule kitandani, utakaa utamsikia Mungu kabla hujaenda kazini, hata kama ni saa ngapi. Kwa sababu nini? Mungu anataka aongee na mtoto wake, ampe program ya siku nzima. Sio kwamba ujiendee tu hivi hivi. Lakini kama akili imekamatwa, vizingizio kibao. Galatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 24. Galatia tunakutana na hii akili yake imesunushwa. Galatia 5:19 mpaka 24. Ndio hapo tunapata hii akili ya jinsi hii. Uzinzi, uasherati, ulevi, uvivu, hasira, chuki. Unakuta kwa matunda ya Roho Mtakatifu: upendo, furaha, amani. Siku nyingine furaha, akija hapa tukiomba vizuri anacheka, akirudi nyumbani amenuna. Sasa umuelewe huyu mtu anawezaje kucheka hapa sasa hivi, akirudi nyumbani anafoka, anapigana na watu, ongea kwa hasira. Akili ya ajabu sana. Yakobo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Hii utaenda kusoma mwenyewe. Yakobo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Haya maandiko, ndugu zanguni, yatakusaidia kuitambua akili yako. Ni vizuri hata hizi notes labda upate kama wale waandiki, kwa sababu kuna wengine wanapokea tu kwa kichwa, sababu ya vichwa vyao vizuri sana, hawaandiki kabisa, wanaona computers. Wakisoma tafuta hizi notes, usome maandishi ya kusaidia. Kuna watu hapa nashuhudia na Roho Mtakatifu, yaani unaishi viwango vya chini, sio kiwango chako kwa kweli, ni akili yako tu. Umepata breakdown fulani, lakini Yesu atakusaidia, Roho Mtakatifu atakusaidia. Waraka kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Marko sura ya 4. Bwana. Yaani kuandika tu waraka kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 19 ni kazi kubwa jamani. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 19 mpaka 17. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 19. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 19.
Injili ya Marko sura 4 mstari wa 19. Ebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15. Kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15. Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Hii mistari inaongelea juu ya dunia, inaongelea juu ya mwili wako, inaongelea juu ya shetani, kwamba lazima akili yako itambue upambane na mambo ya dunia hii. Unapambana na ulimwengu wa roho, upambane na damu na nyama, upambane na watu, upambane na hali, upambane na vitu. Lazima akili yako ijue. Isipojua utapigana na watu, utapambana na hali, utakata tamaa na maisha, wakati wewe ni mtoto wa Mungu. Baba hapa ana kila kitu, na kitakachoweza kupokea hivyo vitu ninavyowaambia ni akili mpya peke yake, ambayo nitawashirikisha kesho. Nje ya hapo, akili kama hii haipokee vitu sahihi. Lazima tutoke kwenye hiyo hatua. Na kweli wakarismatiki wengi, watu wengi wamebaki hapa, ndugu zangu, wengi tumekwama hapo, tukifikiri tunasonga mbele, kumbe sio. Akili hii imechafuliwa na magiburi, kulipiza kisasi, majivuno. Akili hii imeharibiwa na kiburi. Usiposali ni uasi. Maana yake ni sawasawa na kwenye familia mume na mke, unagoma kuongea na mume wako siku 2 siku 5. Sasa mume wako atakuelewaje? Sisi tumeolewa na Kristo, ni mabibi harusi wa Kristo. Unasema uweze kusali, ni uasi? Si uasi ndugu zangu, uasi. Kwa sababu sasa napenda asikie sauti yako, wewe utaje kusema naye, unasema niko busy, sina muda. Taki kusoma neno la Mungu likutakase, liufanye akili yako kuwa mpya, kwa sababu kinachotakasa akili ya mtu ni nguvu ya Roho Mtakatifu kwa neno la Mungu. Linabadilisha ile akili ya kizamani, linabadilisha akili ya mambo ya vitu vilivyovizoea. Akili yako inatakaswa, akili ya neno linakaa ndani huko. Mimi kweli niwaambie, sio kwamba najivuna na nisamehe tu, nataka kusema watakao nielewa vibaya nielewe, lakini mimi nataka niwaambieni, ninaenzi Biblia kama 13 au 14 hivi, version tofauti. Nisome neno kwenye Amplified Bible, nisome neno kwenye Jerusalem Bible, nisome neno kwenye Study sijui nini Bible, Exposures Bible, nisome kwenye King James, nisome kwenye Kiswahili cha kisasa. Neno hilo moja, hao watu wanasema nini, liingia hapa kwenye akili. Sio kwa sababu unafahamu mistari ya Biblia, sio nini, kwa sababu naposoma hata kama ninalijua, linazidi kuwa sehemu ya maisha yangu. Kile unachofikiri ndugu zangu, unachokifanya kinakuwa sehemu ya maisha yako. Kama ni mtu wa hasira, yani wewe maisha yako yote, immune system yako inakuwa ni hasira tu. Kwa hiyo usifikiri kwa nini Mungu anasema tusome neno lake ili mtupe maarifa, lipomoa akili zetu mbovu, akili ambazo zinapokea vitu ambavyo sivyo, na tuweze kujiimarisha katika Kristo Yesu na tutafanana naye. Yesu anataka tuishi kwenye pendo lake na neno lake peke yake. Ndicho kitu ambacho tunatakiwa kufanyie kazi, sio vitu vingine. Vingine vyote ni kwa ziada. Anasema katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, mengine yote mtapewa. Kwa nini? Kwa ziada, kwa sababu ni vya muda tu. Kuoa kwako, kuzaa kwako, kujenga kwako, magari, sijui majumba, manini hapa Dar es Salaam, huko Moshi, Mbeya, kila mahali, hizo ni ziada, ni matakataka tu ya dunia hii, na utaondoka, utaacha hapa. Kuna kitu sahihi akili yako inatakiwa ikielewe. Kitu cha kwanza kabisa ni akili inayoandamana na Mungu. Na ninaamini na ninaongea kitu sio kwamba kimeandikwa, nasikia ndani yangu niwaambie, kuna vichwa vimekaa hapa sasa hivi ninapoongea na ninyi, Mungu ameviumbia mambo makubwa ya hali ya juu, lakini hivyo vichwa vimeshinda, vinafanya vitu vya kitoto. Umeshaonaga watoto wanaopika eti wanatengeneza sijui vitu gani, matope, anakoroga, anapika. Mwingine anaenda anachukua majani anakatakata, anasema ni mboga. Na wengine wa kiume pia wanapika wakati wanatakiwa wacheze mpira. Yaani kuna akili hapa ndani. Natangaza katika jina la Yesu, utapika tena mambo ya kitoto. Utakuwa na uwezo wa kutamka mambo, wa kurudi kwenye uwezo wako. Hapa lazima tuhame na waombeni yaani sijui ni waambieni. Mimi siko hapo kwa kweli, ni waambieni.
Akili yangu ilifungwa miaka 7. Miaka 7 nilienda kwa mganga mmoja. Mimi namshukuru Mungu, alinipa uwezo tangu nikiwa mdogo. Nimezaliwa kwenye familia ambayo baba yangu alikusoma, nimemfundisha mama yangu kuandika jina lake. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia. Sikuwahi kuona mtu anasoma nyumbani. Lakini kwa neema ya Mungu nikasoma, najisomea mwenyewe tangu nikiwa darasa la kwanza, nashika namba 1 ya akili za kidunia. Wakaanza, unajua wao watoto wadogo unaambiwa wafundishe wenzako. Kumbe bwana, akili mbovu inaanzia mapema sana. Akili yangu ikaniambia ukiwafundisha hao watakuwa wa kwanza, kwa hiyo wafundishe kinyume. Kwa hiyo badala ya kufundisha sahihi na kufundisha kinyume ili asinizidi. Na vinafeli. Inakuwa pale juu tu. Nachukua mazawadi yote ya shule. Hesabu, sijui nini, na mama yangu alikuwa mtu mzuri sana. Anatuonyesha vizuri, anatuvalisha viramba fulani vina vichwa vya sungura, tunatolewa pale mbele. Watoto wanajua akipenda sifa, tunatolewa pale mbele na mdogo wangu, angalieni watoto wasali. Tunafurahi. Yaani nilikuwa so confidence. Nilikuwa najisikia. Darasa la 5 wanasema mahesabu ni magumu, utakoma ubishi. Nikatengeneza kameza kangu nyumbani kwetu, kulikuwa hamna meza. Nikatengeneza kameza kangu kambao, nikachonga huko na huko, hakuna hata taa ya chemli. Kuna hizo taa za mafuta taa, zina moshi wa ajabu. Nikapata akili kwamba nizungushie karatasi nyeupe ili ule moshi upande juu usini affect. Nikaanza kusoma kitabu cha darasa la 5 cha hesabu. Soma. Mtoto wa kwanza mimi nilipata 80, wa pili anayenifuatia akapata 30. Wale walimu walinipongeza, walinipenda. Darasa la 5 kuvuta na kiburi hapa juu. Ajiona ndio mwenyewe. Darasa la 7 nikafeli. Moko nilipa. Akafaulu dada mmoja mpole, anaenda kanisani kila siku. Akujua hata darasani anakuwa wakati kwa alifaulu. Na kilichotushinda nilikuja kugundua, tulitegewa swali moja tu Wachaga: kutokosa, kutokota, sijui kufanya nini. Wachaga sasa ndio kutofautisha kutokosa, kutokota. Ile ndio kumaliza Kilimanjaro hata una akili. Na unajua wanaikaga hawa mshirika nani wa mitihani, wanaikaga swali moja, waona mtu yuko makini. Yuko makini. Nikarudia tena, nikawa makini. Piga nikafaulu seminari na sekondari. Ndio nikaenda Mshiriki. Na kwanza nikaenda seminari, kufika kule nikakataa kwa sababu padri alinisemesha vibaya. Nikaenda kwa sababu anasema nina akili, kwa hiyo nikasoma science, nikaendelea na maisha yangu. Nikiwa form 2, si unajua form 2 na mtu unajivuna. Sasa yani maisha yangu ni kwenda Weruweru kutafuta ma girlfriend, kwenda Kiboshogenzi kutafuta ma girlfriend, sijui nini, naingia huko mtaani na kunywa mapombe, akili yote ikavurugika. Niko form 3, sisomi tena. Nikisoma napata 12 chemistry. Wakati form 1 nilishika namba ya kwanza. Form 2 unajua tena ile kuzoea shule, kila kitu kikadrop. Niliporudi likizo nyumbani, mamangu akaniangalia, akajua mwanangu sio sawa. Akaenda kwa mganga wa kienyeji kuuliza, mwanangu amelogwa. Akaambia kuna mtu kwenye boma yenu watoto wake hajasoma kweli, amemfanya vibaya, muite. Mimi sipendi waganga, lakini nikikumbuka maisha ya shule ninavyosoma napata 12, nataka nirudi kule juu. Akasema niende tu, Mungu anisaidie. Nikaenda kweli kwa yule mzee na alinishughulikia sawa sawa. Kata hiki kichwa chote, piga chaka, damu zinachulizika paka nao nyeusi. Mbona nilipona bila hata kujua napona kweli? Kata. Nikarudi shuleni form 4 ile, kapata subii yani F za kutosha na wengine wale. Vitu vya ajabu. Ninajianza jisikia vibaya. Nikasema naachana na hili dunia na mambo yake. Kwanza ni watu tu wametunga mambo. Mimi siwezi kuishi kibinadamu. Yani akili yangu ya ajabu kweli. Siwezi kutegemea elimu na mtu mwingine ilifaulu maisha. Bahati nzuri akaja mapadri fulani kutoka Nairobi, wanatafuta vijana wenye wito. Na mimi nilienda seminari nikakimbia. Nikasema narudi zangu seminari nikae father, waniite father kila mtu. Nikaenda Nairobi, nikafika kule kweli tukakaa wiki 2 wanatusaini. Nikapewa padri mmoja Mwingereza. Kijana tu ambaye ni padri anakuja chuo cha Nairobi. Sasa Kiingereza chake anaongelea pwani. Mimi nimesoma Mshiriki, niko shule za ufundi. Hatuchukulii lugha. Kwa hiyo Kiingereza akipandi. Ananiuliza maswali sijui nimjibu vipi. Anaongea Kiingereza, mimi naongea Kichaga. Hakupata historia yangu, kwa hiyo hakuweza kunipokea. Nikarudi Tanzania, nikaja Dar es Salaam, nikasema sasa niwe tajiri, niwe na pesa, nitakontrol wasomi. Yaani akili inaniambia hivyo tu, utakontrol wasomi, sijui utafanya nini, utaajiri, utaoa wanawake wasomi, watafanya makazi yako. Ndio akili yangu inaniambia. Na kweli niliingia vizuri kwenye biashara.
Baada ya miaka miwili nina mahela ya ajabu. Yes, nimejibu. Kwa hiyo mtu atanibabaisha tena. Baada ya miaka, lakini sina furaha, sina amani, ndio nikaanza kumtafuta Yesu 94. Na nilipompata Yesu akanishughulikia. Miaka 7, kumbe akili yangu ilikuwa imefungwa. Mwaka 2004 nikiwa ninasali nikasikia Mungu ananiambia nimekurudishia ule uwezo uliokuwa nao, tena mkubwa kuliko ule uliokuwa nao mwanzo, wakati ulipokuwa kabla hujanifahamu. Nikamwambia Mungu asante. Kwa hiyo nataka kuambia nini? Akili zetu za kawaida au za kuziposhughulikiwa, ndio maana unakuta mtu amempa Yesu maisha lakini anaishi hivi. Kwa nini? Kwa sababu haelewi madhara yake na ajui jinsi anavyoathirika na afikie vile viwango ambavyo